kwa Reverend John ni tabia, heshima na uaminifu kwa Reverend John. Mfano hata kuna Reverend Daudi, kuna Reverend Muli, kuna Reverend Jacob. Na kuna Reverend Purity pia, unaweza mwita Reverend kwa nini? Hata mkidondolewa Reverend mkiniita mbwa, lakini Yesu ameniandika jina lingine pale ndio. Hello. So jina ama maarufu usikufanye ukakosa mbingu. Kuna watu walikosa mbingu kwa sababu ya ufalme wa dunia. Kina Sauli walikosa mbingu. Hii tulio nayo ni neema ya kwamba Mungu anakutumia kwa ajili ya watu wake. Lakini ukikosea kwa ajili ya watu wake, anakuondoa. Sasa tusipate kwa ufahamu kidogo tukajiona bora mpaka tukaacha kile ambacho Mungu alituitia tukafanya mambo mengine yasiyo kurudisha Mungu. Na wewe nao haufai kutingishwa na vitu vingine, unapobaki pale pale kwa Mungu. Haleluya. Amen. Kitu kingine, tiamini na muamini Mungu. Chochote unachokiona katika maisha yako, muamini Mungu kwa Mungu anaweza. Kama ni kibaya, muamini Mungu anaweza kudondolea. Kama ni kizuri, muamini Mungu anaweza kukutendea. Kama ni vita, muamini Mungu anaweza kukupigania. Kama ni magonjwa, muamini Mungu anaweza kukuponya. Kama ni utajiri, muamini Mungu anaweza kufanya. Usitishwe. Shetani kazi yake ni kukutisha. Na hata kutisha kukuja kwa sura mbaya kwako, anakuletea watu wakuja kukutishia maisha. Anakuletea watu wakuja kukuvunja moyo. Anakuletea watu wakuja kukufuta heshima yako. Anakuletea watu wakukuregesha nyuma kwa huduma yako. Sasa ndipo hapo Mungu anasema wakutumaniao Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao hawatatingishika kamwe. Hata ukiwa kazini, ukiwekewa fitina, mwamini Mungu aliyekuleta kwa hiyo kazi. Hata ukiwa kwa ndoa, kama unaletewa fitina na mawizi na watu wengine, mwamini Mungu aliyekuunganisha na yule mwanamke. Mwamini Mungu aliyekuunganisha na yule mwanamke. Kitu kingine nataka kuongelea kuhusu nyinyi wasichana. Wasichana, huko vitu vya aina nyingi sana mnatakana mjifunze. Kuna tofauti ya uchumba na ndoa. Unajua kuna watu hawajajua maana ya uchumba na ndoa. Unaweza chumbiwa na ukakosa kuolewa. Sawa? Uchumba dalili zake ni kwamba Mungu akipenda mnaweza kuoana. Lakini hamujaoana. Umeelewa? Ukileta vitabia vingine ambavyo yule mwanaume ambaye hakuwa anakuona navyo, atakuwa na hana makosa. Umeelewa? Na hajafanya dhambi. Umeelewa? Jana niliwaambia nini? Yakobo alipoambiwa na mamake toroka, alitorokea mahali huko akakuta sababu nyingine alipata sema ngapi? Sawa? Alipokutana na wale wasichana wawili, akawatetea mpaka wakanyosha mbuzi zao. Sawa? Na akawaambia, kwa ile fadhila ambayo umetusaidia, hatuna cha kukulipa, lakini tunaweza kukaribisha kwetu. Lakini katika wale watu wasichana wawili, kuna mwingine alikuwa na macho yake makubwa. Umeelewa? Alikuwa na macho makubwa. Sasa Yakobo akapendezwa na macho makubwa. Nyinyi mnaangaliaje? Yeye aliangalia macho. Akapendezwa na macho makubwa. Mwizi.
Unajua kuna macho mengine madogo ya kuangalia pochi. Umeona kama ni sinema. Unajua sinema analeka mbali, anafanya hivi. Na kama akasema hapa nitakuwa wewe. Amen. Amen. Sasa akapendezwa na Rachel. Ambaye kwa jina lingine anaitwa Raheli. Amen. Akamuona mzee bana, akasema mzee, si shida hata kama umenikaribisha hapa nimekuta maji na shughuli nipata kula, lakini na mwanao. Umeonaje wewe? Sema sawa, mfanyie kazi miaka mingapi? Nasema haijalishi. Kwa sababu macho makubwa. Sawa. Kama unafanya hiyo kazi. Macho makubwa jamani inaweza kuisha mtu kazi. Na akakubali. Lakini mzee akaja akambadilishia kibao. Akampatia macho ya sniper. Akasema mimi sikufanya kazi kwa sababu ya sniper. Huyu atanilenga hata nikiwa mbali. Sitaki huyu Lea. Huyu Lea mwenyewe huyu kwa sababu jina lake linaitwa Lea. Sasa wewe Lea mwenyewe. Wewe sio kuondoka hapa kwa nyumba. Wewe Lea mwenyewe. Nataka huyu Rachel. Rachel anaweza tembea na mimi kama atakapokuwa. Akasema haiwezekani. Hata wewe unatakana ulee na hautalea mwingine hapa. Akasema sitatendana na wewe. Niko na akili kukuliko. Sasa unatakaje ili nikupande huyo macho makubwa? Ongeza miaka mingine mingapi? 7. Akasema hakuna shida. So miaka 14 ilifanyika kwa sababu ya nani? Si kwa Lea. Lea hakupata hata mwezi hata siku hakupata. Yeye ndiye alikuwa anajipendekeza. Amen. Sijui kama unaniona mbaya, lakini hawa wanaume wako na tabia moja. Wakishakuchumbia wakikuona wewe njia zako ni kama za panya. Baba angukie kwa mtego ndolie. Wanakuacha. Na hana makosa. Hata wewe mzazi huwezi kukubali mtoto wako wa kiume aangukie kwa mwanamke mbaya. Si ni kweli? Haleluya. Haleluya. Sasa ukiachwa kwa tabia yako mbaya, usigeuka ukasema mpenzi ni mbaya. Usigeuka ukasema huyu kijana wangu ni mbaya. Kama umekubali gwaride lako, tembea nalo. Sasa na nikikataa gwaride, sitatembea nalo. Ndio wawili hawezi tembea mahali pamoja kama hawataelewa. Sasa wewe unataka nitembee na mtu ambaye asielewa? But ni vibaya kwa mtu aliyeoa atongoze mwanamke msichana. Hiyo inaitwa uzinifu. Umeelewa? Lakini kijana kwa kutafuta mwanamke ambaye anafanana naye, mwacheni atafuta. Nataka kufanya harusi ambazo watu wamependana. Hata mimi nataka kufanya harusi. Wewe lazimika mimi. Amen. Kwani huyo kijana ni mtoto mdogo? Unaweza kupangia hata kama amekuwa na wewe miaka 10, haijalishi. Miaka 10 yote si umeisongeza wewe, ulikuwa anajaribu kusoma na usomeke. Unajua miaka mingine unaiongeza wewe. Ama hujawahi jua. Kuna miaka mingine unaisongeza wewe, maana anajaribu kukuweka ukanane na yeye lakini anaona hapana. Kwani wewe hujawahi kuona watu wanarudia shule na wanazeekea shule? Hujawahi kuona watu wanarudia shule? Bora wasichana muongee. Alafu tunaandika hawa vijana sijui kwa mitandao. Na wewe mwenyewe ndio unatabia. Unaleta madhabahu za kwetu, unaleta tabia za kwetu, unaleta tabia za nyanya hata mamako aliko hivi. Mamako amekwambia tabia hii ni mbaya. Na unasema mbona nyanyako aliishi na babu yake? Sasa babu yako amekuwa mchawi, mamako ameokoka. So muelewe nyinyi wasichana zingine. Usione watu ni washarati, ni wabaya, sio nini. Sharati ni wewe sio sisi. Wengine hapa pasta wengine hawaambii ukweli.
Na visichana vyenyewe ndio hivyo viruka njia. Vinaonyesha kucha. Zamani walikuwa watu waonyeshi kucha hivi. Wewe unaonyesha kucha kwa huko kwa hivi. Sasa nani akasema nipenda na kujama? Amen. Hey! Unaweza sema kijana yule ni player, si player, anatafuta kufanana naye. Hata wewe unaweza kusa ng'ombe hii kwa maana hii ng'ombe haina maziwa. Lazima nikwambie ukweli. Mtu aliyeoa ni vibaya, lakini kijana hata mwanamke muache achague anaipenda. Sawa? Unajua ukweli wako ulionao wewe ni mbaya. Wenyewe ni hawaongei hawa kwa sababu hawana watu wa kuwaongelea. Lakini niko hapa na waongelea vijana wao. Na waongelea hata mimi mwenyewe najiongelea. Kuna vijana wa kiume hapa. Kuna vijana wa kiume. Hebu edukeni. Kama unajua ni kijana. Kama unajua mwanamke au unajua. Kijana ambaye anajua yeye ni wa kiume. Yes. Eduka. Yes. Eduka. Naona? Usitishwe na usibabaishwe. Kama mtu muelewe achana naye. Ukimpelekea ataenda kupigana na mamako. Zingine hatutaziweza sisi. Kama yeye anataka kupigana na wewe kabla hujamuoa anakuja kwanza. Na anakutishia maisha. Kwanza wewe. So, wewe makini. Mungu awabariki, awapatie wake wema. Maisha yenu yawe mazuri lakini msitishwe. Amen. Bye. Wacha mapasta wachukulie bila wanavyowachukulia. Basi mimi sitakuchukulia hivi. Maana mimi pia ni mwanaume na naelewa. Kuna watu walikibandika mabibi sasa hivi wamekuwa mizigo. Wengine walilazimishwa mpaka na mapasta. Huyo. Wazazi wakasema huyo. Chakula wala na machozi. Maombi yako ni ya machozi. Uko wapi? Mungu wako alikuwepo. Usikia. Lazima niwaambie ukweli na ukweli kabaki kuwa huru bana. Hata msemeke hata watu waone wabaya aje. Hata waseme vipi kwa hiyo ukweli utabaki kuwa huru. Huwezi lazimishwa kwa mtu ambaye ana tabia mbaya. Kama mtu mwenyewe hajali mpaka manjia anaenda kigondoa ovyo. Ndoa ni mambo ya mwilini. Mbinguni hakuna kuoana, ni hapa duniani. Wacha niwaambie ukweli. Unafikiri mnazaa watoto kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Anaambieni kama mnazaa watoto kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akiweka pembeni na mimi nakaa pembeni, Mungu atende wapi? Msipoenda hakuna. Upate mtu saa hiyo. Nawaambia ukweli. Kama hii wao amhubiriwe ukweli. Sasa upate mtu saa hiyo atipake atakapojisikia. Sasa wewe na yeye nani ameoa? Atakapojisikia. Tena kwambia hakuna. Jaribu uone. Nitakufinya. Katiba ya Biblia kwamba mkishaoana msinyimane.
kitu kiko wazi, kwani ni dhambi? Maandiko ni dhambi? Nani anasema maandiko ni dhambi? Ati naumwa mimi, lakini kwa chakula naweka hey. Ati sikishiki. Sasa ule mwanamke ambaye ajisikii kwa nini? Kama ungelijua pia ungemuoa. Bora kilichokufanya mpaka ukaondoka kweli ukaenda mpaka nini? Na kilichofanya mpaka wewe huyo bwana unafikiri alikuwa hana ndugu zake wa kike? Alikuwa kwa nao. Lakini akaona kuna difference ya kati ya wewe na ndugu zake wa kike. Hamwezi kuniambia kijana ambaye hajaoa na anatafuta bibi wa kuoa na ameona tabia za huyo mtu ni mbaya. Wacha niwaambie kitu kimoja. Hata kama alikaa naye, unajua lazima ukweli useme. Hata kama alikaa naye, kama ameokoka, si yaani tuseme tu kweli. Wazazi wake wanaenda kufurushwa. Unajua unataka kwenda kanisani kwa zina watoto kwa maji. Yesu gani unaenda kwa Yesu gani? Yesu anaje kwa mako. Maji yote. Na dalili ya kuwa ni nini? Ukiaona tu aondoa nguo zako zote ambazo ondoa mapenzi yako yote yaondoe huko. Narejesha kwa mzazi wako. Kwa mama. Ukija ukiyapata sasa pengine. Haya. Yaani nashukuru wanaume peke yake nasikia amen. Na wamama fulani nasikia amen. Lakini wasichana wote nilikuwa naona meno sasa ina na midomo. Wengine wamepaka mlisi kijini nusu. Na ukicheza kwa hii dunia usipochunga hiyo tabia yako, utachezewa kama ule wanaume. Sababu tabia zako ni mbaya. Lakini wakati tunapojiheshimu, unajua lazima niwaambie ukweli. Kuna vitu vingine mama hawezi kuambia. Kuna vitu vingine mashangazi zako ulikosana nao hawezi kukwambia. Kuna wengine wajomba zako wengine hata wajomba zako hata simu na hawezi kukwambia. Aliyepata mke amepata kitu chema. Amepata bwana pia amepata kitu chema. Basi ni chema. Chema kweli. Nilikwambia kuna difference. Ukisoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora, waliuliza mke mwema ni yupi? Ukatoa pake mfano pale jinsi ya mke mwema alivyo. Wewe utapata bibi analala kuanzia sana. Akiaguswa na bega yake anamwambia kwani wewe ndio umenioa? Yoko kiko hivyo hivyo. Yoko kiko hivyo hivyo. Ila kitu hivyo hivyo. Ngozi zako zinakuliwa na mama. Ukija kuona mwanamke ambaye anafua nguo zake lakini sasa anasema siziwezi. Pole. Hii haina haja kwamba kwa mimi jitie moyo. Pole. Mahali uliangukia ni maombi ya fanya kazi. Na ikishindikana kwa maombi, arudishwe kwa wazazi. Hata kama ulimpendaje,
Siku utakapokuwa mgonjwa hawezi fua hata maombi yako. Kama hivi tu tayari hawezi fua. Na siku utakapokuwa mgonjwa hawezi kufua mikojo yako. Mamako wewe utakuwa unakulia kiume. Unajua mwanamume mzuri ni yule anayeoa akipima familia yake. Unajua hata nikwambie, mke ndo anaondoka kwao, lakini mwanaume haondokei wazazi wake. Kama ukijua hiyo. Kuwa na ufahamu. Kuwa na ufahamu. Na uelewe. Mambo ya ndoa yanahitaji umakini sana. Sisi ile ndoa vya mtaani. Ndio kule mkiuka kufanya hiyo. Kama niambie kama mimi nichukue tu kwa sababu hata kama nilikwambia wacha Mungu akipenda, kama Mungu hajapenda haiwezi. Mutaongea, mweke kwa TV, kwa Facebook, kwa mitandao, kwa TikTok. Na utajiona nikiongea, maana ninaelewa na ninajua. Mimi naangalia mbele. Sawa? Sedimira yangu ninakumbuka mahali nilipotoka. Sio sedimira ya Bwana. Nakumbuka mahali nilipotoka. Amen. Sema ndio hiyo. Sema na wachoma hiyo. Hata wewe ndio unasema na Amen. Haleluya. Amen. Tuambie watu kweli. Kwa kitu kingine msijiweke kila kitu ni dhambi. Dhambi gani? Unajua dhambi wewe? Mke mwema anatoka. Sasa uende kama hujatoka kwa gani? Hiyo ndio shida. Mmoja anatoka kwa Bwana. Hata Mungu alisema kuna wengi wanasema kuna mganga. Sasa hii bandi ya watoto wangu hii ni nzuri sana. Inaita performance hapa. Kuna mtu harusi. Kuna yule kijana yule. Alitoka. Ile ndio hapo. Kule aliimba. What are you west? Haya huko. Aliimba vizuri. Alikimbia vizuri. Sio mwenye kiangalia na sio tano. Yaani vile tu mambo yalikuwa vile yalienda kulingana na time. Lakini kama tungepata muda mzuri. Mwema anatoka kwa Bwana, nimemuomba Mungu namojea. Mwema. Unajua mtu kungojea. Kuna wengine wanakuja lakini sio hao unayemngojea. Hamunielewi eh? Unajua kuna watu wanaweza muomba Mungu kitu, Mungu naye akaleta matatizo kwanza badala ya ile kitu. So sio kile kitu nasema kimekuja na Bwana. Mwingine shetani pia akijua unapitana anaanza kukuletea pale, lakini ukiwa unafahamu unajua hili ni pepo. Hili ni agent. Hili ni agent, nikemee. Hata Mungu kuna mahali anasema ikimbie hiyo. Hiyo ni kimbia. Hata kama utamfukuza uache viatu hapo, wewe tenda. Usalama wako ni muhimu. Amen. Amen. Endelea sasa. Wamtumainio Bwana ni kama mbingu Sayuni. Hiyo hivyo tu.
Endelea. Ambao hautatikisika wakaa milele. Unakaa milele. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu. Ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo inavyozungukia watu wake. Haleluya. Nimemwambia tulia wewe. Ukimtumaini Mungu tulia. Chukua kila mahali utakapokwenda, uwepo wa Bwana umekuzunguka. Amen. Zunguka. Mimi sijui hiyo nyimbo, wewe ndio unisaidie. Mimi nimejua kwamba zunguka. Sijui uwepo wa Bwana. Tegele. Wewe wa Mungu umenizunguka. Sema zunguka. Sema zunguka. Aya zunguka leo. Azunguke mwili wako. Azunguke nyumba yako. Azunguke watoto. Azunguke kanisa. Sema zunguka. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu. Ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake. Tangu saa hii na hata milele. So Mungu hakuzunguki kama wanadamu. Wakitembea wanadamu wanachoka, lakini Bwana akizunguka na uwepo wake kwako, anakuzunguka leo na hata milele. Haleluya. Haleluya. Lakini upendo wa wanadamu unaisha haraka sana. Lakini upendo wa Mungu kwako hauishi wala haupungui. Unafikiri wangapi walikupenda na walikuja wakapoa hata kukupenda? Wengi sana. Wengine hata ni ndugu zako, wengine ni majirani, wengine ni familia. Wakapoa. Wengine walipoeshwa kwa sababu ya madhaifu ambayo ulionayo, kwa sababu hauna pesa. Wakaweka upendo kwa watu walio na pesa. Lakini wewe Mungu akakuchagua ukaokoka. Sasa hivi unapendana na Yesu, hata siku moja watakuja kukuona wa maana. Siku moja watakuja kukuona wa maana. Maana uwepo wa Mungu unakuzunguka milele. Maana Bwana anakuzunguka milele. Utafanikiwa wapende usipende. Utaendelea wapende usipende. Hata kama walikuacha, watakuja kuchuka. Anajuta. Hata mama kama uliwachwa na watoto, ukastramu na watoto, atakuja kujuta huyo baba wa huyo watoto. Haleluya. Msomeshe kwa hiyo shida, hakuna shida. Someshe. Ngangana naye, muombee. Mungu atakufikisha mahali. Atakumbuka yale yote ambayo umepitia na yeye. Atasema mama anastahili kukaa hapa. Atasema familia yangu inastahili kukaa hapa. Haleluya. Amini kile ninachosema, kama na kitatendeka kwako. Amini kile kinachosema kitatendeka juu ya maisha yako. Amini kile ninachosema kitatendeka juu ya maisha yako. Na kila aliyekuinulia adui, kila aliyeinuka kiadui kwako, nasema atakuja juta. Atakuja juta katika siku moja atakuzalilia kwa heshima. Salimia kwa heshima. Aliyekucheka jana na leo ataheshimia mwenyewe. Sema naye yule Bwana
watakuja wenyewe, utawaona wakija. Watakuja kuinama mbele zako, sema kwa heshima. Wewe baba kubali, wewe baba kubali, wewe kijana kubali, wapende wasipende, Bwana Mungu yuko nawe, Bwana Yesu yuko nawe, watakusalimia, 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 wakisikia umeinuliwa, watakusalimia, wakisikia umefanikiwa, watakusalimia. Sema kwa heshima, sema kwa heshima, sema kwa heshima. Watakusalimia, watakusalimia, watakusalimia. Sema kwa heshima, sema kwa heshima. Wakisikia umeinuliwa, umetoka kwenye mbinguni, Baba yako ni mfalme. Umeinuliwa, umepanda cheo kazini. Wakisikia umeinuliwa, umeinuliwa hata kazini. Wakisikia umeinuliwa, umefunguliwa biashara. Wakisikia umeinuliwa, umekuwa businessman. Sema kwa heshima, heshima. Umejenga jumba nzuri, una biashara zako, una maisha mazuri, umelewa kwa heshima, umeoa kwa heshima. Sema kwa heshima.
Yes. Hapo ni kama haya. Kuzibaziba utakuta hata pita hapo zinaweka kwa mwingine. Waswahili wanasema kuzibaziba maana si sijui. Sio roho Mungu huyo. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Nasikia. Nasikia. Hallelujah. Amen. Acha tumalizie hiyo maandiko vizuri. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana atakavyozunguka watu wake. Sema tena. Tangu sasa. Endelea. Na hata milele. Songa hapo, songa hapo. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakuwa juu ya fungu. Haitakuwa juu ya fungu la wenye haki. Ya wenye haki. Kila anayepanga mabaya juu ya mafungu mabaya kwako. Wewe bwana. Haitakupata amefanyaje? Haitakupata hizo maneno zao. Haitakupata hiyo maneno yao. Hiyo ubaya wao watakupata. Wewe umesimamishwa na Bwana. Wewe umezungukwa na Bwana. Hiyo mipango ya Bwana haitafanikiwa kamwe. Haitafanikiwa juu ya maisha yako. Haleluya. Anasema fimbo ya udhalimu, yaani fimbo ya watu wenye kiburi. Fimbo ya ubaya, fimbo ya wachawi. Amen. Fimbo za wachawi zinalia watoto wake. Anasema jinsi alivyozunguka Yerusalemu na milimani, ndivyo atakavyowazunguka watu wake. Anasema fimbo ya udhalimu haitakupata. Hata wapande mabaya wanacharika wenyewe. Hata waoga wanacharika wenyewe. Wenyewe wanacharika wenyewe. Kila wanachokifanya wanacharika wenyewe. Wao wataendelea na Bwana. Wanaona ni masifa kwao. Wanaona wanafanyisha wengine. Lakini ndicho wanachojua tabia zake. Ndicho wanachojua vile alivyo. Ndicho wanachojua usabi wake. Ndicho wanachojua uadili wake. Umepika nini na hujawaambia? Endelea kupika vitu vizuri. Amen. Wao wakule harufu. Amen. Wao wakule harufu. Amen. Watasikia ukiendelea, lakini hawezi kukufikia. Watasikia ukiendelea, lakini hawezi kukusa. Watasikia ukifanikiwa, lakini hawezi kufanya lolote. Hawatafanya lolote. Usiogope, watafanya chochote. Hiyo ni tisho tu, hiyo ni tisho tu. Wewe usibabaike. Na cheni zingine ukiziona unaweza dhani ni gold. Kumbe ni fake. Na vitu fake vinajulikana. Sawa. Ndio maana ufuate na mateja. Umeshika pake na mateja. Wacha kujishatishwa na usitingishike. Simama. Wao na Mungu ndio wanaotumikia Bwana. Wamefananishwa kama ulima sana. Hawatatingishika kama. Wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni. Hawatatingishika kama leo milele na milele. Milele. Hawatatingishika kama. Sikujua kwa mwingine. Ajabu kama kitu sikijui. Lakini naipenda hiyo nyimbo. Mimi nasikia tu hobilo. Bororobo. Kuna mwimbaji anaijua? Mwimbaji wako hapa wananiangalia. Mimi sina kipawa cha kuimba. Kanisani kuna mapasta na kuna waimbaji. Mimi nauliza je, mnaniangalia? Unaona mimi sina salamu kweli? Yaani nimekuwa kitu cha kutisha. Jamaa una madharau wewe. Naambiwa kuna mtu anajua enda hapana ama ipo. Lakini ukishangaa
Jibu la kwanza ambalo nafikiria mtumishi makarani. Bwana Yesu alisema ndio yako iwe ndio na la yako iwe la. Sasa kukosekana la hapo katikati ni nini? Amen. Anasema habata subutu fimbo yoyote. Awe, hamtapatikana. Nimekwambia kuna mtu anaweza kuongea mbaya juu yako. Lakini the moment anapoongea mabaya juu yako ndivyo watu wanavyokujua kwamba huyu yuko ABCD. Huyu ni mtu wa namna hii. Huyu ni mtu mshakati. Huyu ni mtu mfitina. Huyu ni mtu mbaya. Sasa kulinda maisha yako. Lakini ukiongea ndio unawapatia faida watu. Ndio unawajulisha sasa ndio kiongoa. Ndio unawajulisha ndio limekuwa mbaya. Ukiongea unaona ni faida. Saa zingine unaweza kuwa unataka vita mahali ndio umekandwa kwa sababu unajulikana wewe mwili wako kama kashoo. Sasa unazuiliwa unatoka na pale unapigwa tulia. Niache. Alafu jamaa mwingine anamwambia sasa wewe unanisikia. Mwachilie. Nikibabu kukufa moja. Sasa wewe tumekuzuia hapa. Hatutaki kukupeleka hospitali. Sasa zingine kimvute cha watu. Nenda sema. Kitu kinaweza kuja kukufikia mwanangu kwa sababu akasema kama ningelijua. Ongea mbaya. Kama mbaya. Lakini ndio anakuzuia tulia wewe. Wakina mama wanajaribu kukwambia tulia, wewe tulia utakufa. Hebu njoo kule, njoo. Simama. Ndio wewe unapenda kutoa mfano. Kuja hapa wewe na. Mimi ni mkonde. Kuja. Njoo. Aptete kuja. Simama huko wewe na wewe unataka kunipiga wewe. Sasa mimi niko huku. Hawa ni watu wangu. Wale kaeni huku. Wanataka kunipiga. Sawa? Kamera ndio sawa. Sasa nyinyi nizuieni nisiende kule. Sawa. Hebu niache. Niache. Uje mama nitokoza sana. Uje mama. Hawezi nitisha na mwili wake. Hawezi nitisha na mwili wake mimi. Hawezi nitisha. Ameniudhi sana. Alinarudi mwili. Hawajui kama mimi niko kama Daudi. Daudi alikuwa Goliathi. Daudi alikuwa Goliathi. Niacheni mimi. Siku ndio tunaona tuna mwili. Tamotea, ngoja tu siku nyingine. Wewe unakanjwa kwa sababu ya faida yako. Neno yasiondoke. Sasa nimeenda kainuliwa juu kwa juu. Vinakuanika wewe. Kwa mfano, unajua mwanamke akikuanika wewe, aibu ya mwanamke tofauti na mwanaume. Unajua hivyo? Unajua hivyo? Hata ulikuwa upate bwana hapa, hautapata.
kila mmoja anakuona wewe ni malaya. Lakini huyu bado yeye ataendelea. Mimi nasema nani analipa mwenzake? Kadi ya jembe inasema nani analipa mwenzake? Tegesa. Mnaona niko na alama ya mishale. Lakini shamba likilimwa haina nyinyi. Haina nyasi. Nichunge sana ukiongea. Hawa wanaume hawa hawana aibu. Wanaume hawana aibu. Na hakuna siku utakusikia mwanaume hata amelala na watu wote amejinyonga. Wanawake ndio wanajinyonga. Maana hawajui sura zao wasifike wapi. Wameaibisha familia, ameaibisha mamake, ameaibisha ndugu zake. Lakini huyu ni dume. Hili ni kidume. Mamake anasema wewe ni star. Babake anasema wewe ni star. Hapo ndo mwenye nini? Lakini wacha kuwa na panganga unaibisha familia. Wacha kuwa na panganga unaibisha jamii yako. Unajaibisha wewe. Katika mila na desturi za Afrika na hata Amerika, tuseme dunia nzima, sijawahi kusikia mwanamke ana wanaume wangapi? Ameolewa na wanaume wangapi? Lakini babu yako alikuwa na wanaume wangapi? 6. Ulisikia kipata aibu? Sasa wewe kuwa na hao. Utatufukuzwa huko kwenu. Wafukuzwa huko kwenu. Wafukuzwa hata watu wanatengwa. Kwa sababu ni vitu ambavyo havijawahi onekana na havijawahi onekana. Maybe iwe ni ule Msamaria mwema. Ulikuwa si mchoyo lakini ukukana. Ulikuwa si mchoyo lakini ukolewa na yaani ulipanda au kupenda na wala sio mila na desturi. Ni lazima nikufunze ukomae katika ukakamavu wa kiroho. Jue kwenda kule unaenda ni wapi, lakini unafanya nini na Mungu wako ni kitu gani kinachomfurahisha. Amen. Haleluya. Kwa hivyo weka ukijua kama unamwabudu Mungu, haufai kujishika, na haufai kubabaishwa, na haufai kuwa na roho ya uoga. Wewe endelea kumwabudu Mungu, maisha yako yako kwa mikononi mwa Mungu, hatima zako ziko mikononi mwa Mungu, mawazo yako yako mikononi mwa Mungu, maombi yako yako mikononi mwa Mungu, roho yako mikononi mwa Mungu, roho yako iko mikononi mwa Mungu. Sio kusibabaishwa na kitu chochote. Wanajipangia wenyewe baba. Wewe kuwa na mabudu Mungu, hata endelea kumwabudu Mungu. Wala usichoke. Sawa? Na wala usiache kumwabudu Mungu. Maana wewe ndio unajua vile unavyohitaji na Mungu wako. Lakini wanadamu kuwafunga mdomo, huwezi wafunga mdomo. Kuwafunga mdomo mpaka wanyamaze ni waone Mungu amekubariki kiasi gani na wamejaribu kung'ang'ana na wewe kiasi gani. Sasa hapo ndipo watashindwa na kuongea. Watabadilisha hatima hata kama ulikuwa chini. Walikuwa wanasema anajifanya anang'ang'ana sana, anajifanya au kisiku umebarikiwa. Watabadilisha jina nasema huyo ni Debolio. Yaani walikupiga picha kama ukiwa chini, sasa umeinuka bado wanakuja na Debolio. Hawataacha. Mungu anasema hata kuacha pake milele. Wewe wakati uking'ang'ana na wao ndiye Mungu anang'ang'ana na wewe. Haleluya. Mungu anapambana na wao. Amen. Amen. Maliza. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Wenye haki ndio wasije wakainyosha mikono yao ndio kwenye upotovu. Unasikia?
wenye haki wakiinua mikono hivi wakisema Bwana nipiganie, na kwambia hao watu watapigwa na watafanikiwa na chochote, kwa sababu mikono yenye haki ikiomba inabarikiwa. Yenye haki ikiomba inabarikiwa. Yenye haki wakiomba wanafunguliwa. Najua kuinua mikono yako. Wale Wafilisti walipigwa. Sasa tena kumwinulia Mungu mikono kuna faida yake. Watana na watu ambao wana kiburi, mtu anainulia mikono Mungu hivi. Kwa maana maisha yake nayo yanakwenda. Atasikia wewe mshamba. Mungu akija atakuonekana wewe ndio umenyosha ile na hiyo. Utamaliza miaka yake 10 ama 5. Lakini Mungu anasimama na hapo. Amen. Haleluya. Amen. Endelea. Bwana, watendee mema walio wema. Hata wewe kama uko mwema, mema ya kufikia. Kama uko sawa, mema ya kufikia. Bwana, watendee mema walio wema. Unakwambia tendewa mema. Tendewa mema. Hauna wewe na mtu yote wewe. Wewe tendewa mema. Tendewa mema. Tendewa mema. Hauna ubaya na mtu. Tendewa mema. Wewe ambaye unajiangalia maisha yako jinsi unafanikiwa. Wewe ambaye unajiombea jinsi familia. Unajua wacha nikwambie kitu kimoja. Mtu ambaye ni msomi na simu kwani. Utamuona akiongea. Wasomi sana. Ama hata kama hawajasoma lakini wana akili za mbali. Umuone akiongea. Lakini kasomi kakwani. Chunguza katika familia yako kama kuna mtoto ambaye unamwona akili zake anakuja kusaidia kwa hiyo nyumba. Utamuona kakozi. Na si kwamba ni kapole. Kako sawa. Hata unaweza sikia amepiga mtu na anafanya mambo. Amen. Wapendi maneno. Huyo mtu yani ni mtu anakuja kufanikiwa sana. Lakini kama mwanangu hauna ubaya na mtu yoyote, watu ndio wanakuona ubaya. Maandiko yanasema hivi, wewe uliye mwema, basi mema yakufikie. Na wale wanaopanga mabaya na wewe uliye mwema, mabaya hayatakufikia. Haleluya. Nimesema hivyo na uelewe. Hata watu ukisikia kuna watu wanaongelea watu vibaya, wewe unajitenga. Wala hausuishi. Hata kama ni mahali popote haulaiki wala haufanyi ni lolote vibaya. Amen. Hapo na wahurumia. Mwanangu, hiyo mema ya Bwana yaambatane na mimi. Amen. Nikitoka hili zuri niingie zuri. Nikitoka hili niingie zuri. Nikitoka hili niingie zuri. Yale Mungu akufanikishe, afanikishe ndoto za maisha yako. Sio umeomba hata sio umeomba. Haleluya. Amen. Twende. Bwana, watendee mema. Watendee mema walio wema. Na walio wanyofu wa moyo. Na wale walio na unyofu wa moyo, yani watu ambao wanapenda kunyenyekea, hawana maneno na watu. Maliza kabisa. Bali wao wanaozigeukia njia zao, wanaogeuka. Yani kama kuna wema unajifanya wema na mbali unabadilika. Unajua kuna watu wanakutegea lakini roho zao hawakutegea. Ndio. Kuna watu wanakusalimia lakini roho zao hawakusalimia. Kuna watu wanakusifu lakini roho zao hawakusifu. Unajua kuna watu wa namna hiyo? Unajua kuna watu wa namna hiyo? Wale wanaogeuka, yani wanaenda kinyume. Kuna watu hawakuongeleshi, hawakwambii lakini wamebeba ubaya ndani ya moyo wao. Wako
kanisani, wanapatikana hata majumbani kwenu, wanapatikana hata majumbani kwenu, wanapatikana hata kazini. Achana na wao, achana na wao, achana na wao. Wanaonea wivu mpaka watoto wenu. Hata mtoto wako anaonekana anaenda shule anauliza, "Hujawahi fukuzwa?" Haleluya. Kuna watu wanabadilika. Naweza ona mahali ukaona ni wahuduma, lakini si wahuduma. Huduma zao ni za shetani. Amen. Huduma zao ni za umbea. Wao ushawalijua kwamba wale ambao wako karibu sana ndio wabaya kuliko wale walio mbali. Amen. Ndio maana unajua waamini zako ni hao. Wanaokupigia makofi hao. Wanaokusifu hao. Amen. Hata kama ni wewe unanipigia makofi, lakini adui yangu, pambana na hali yako. Bali wao zigeukia njia zao ndio zilizopotoka, ndio Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Ndio. Amani ikae na Israeli. Ngoja, usipige makofi, sikiza hii. Sikiza tena. Wewe sikia hii. Umesikia vizuri leo? Unasikia? Hebu ngoja isome, alafu ngoja sikio. Alafu sikiza kwa pale uswa. Amen. Usome kimeleleza kupiga makofi tulie. Bali wao wanaokimbia njia zao. Ukikwama rudia vizuri. Bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Bwana atawaondoa pamoja na wanaotenda maovu. Amani ikae na Israeli. Ili amani ikae na Israeli. Amen. Sasa ngoja nikwambie mwanangu, acha nikwambie. Haleluya. Amen. Mtu akiwa mtu mzuri, Biblia haina kukanganya. Kuna pengine sifa, mifano, ni mawazi, ni fafanuzi unahitajika. Haleluya. Amen. Inasema vizuri sana ya kwamba kama mtu alikuwa mzuri, lakini akija akibadilika, si ndio? Huyo mtu ataondoka na hata waliofanya maovu pia nao Mungu atawaondoa, ili watu wengine wapate nini? Amani. Sio kila mmoja anaona ametoka kanisani ukaona alikuwa mzuri, wengine wanaondolewa na Bwana ili wengine wakae na amani. Usilaumu kanisa, laumu matendo ya huyo anaondoka. Kanisa likabaki vile, hata John akikufa aliusalinaendelea. Haleluya. Kuna watu walimwabudu Yesu mpaka leo hawapo, lakini Yesu anaendelea kuabudiwa. Haimaanishi kanisa ni la John atakufa, wengine wataendelea. Wakina Lucy watakuja kuhubiri mahali hapa, hao watoto wadogo wanakuja kuhubiri mahali hapa. Hao ndio foundation ya church. Lakini mtu mbaya kama anataka kufunza kanisa, lazima aondolewe, wengine wapate amani. So kama hauna masikio, sikia hiyo masikio. Sio useme, sikia ndio alikuwa hapa kaenda. Wewe unamjua matendo yako, wewe unamjua wewe vipi wewe? Wewe unamjua matendo yako. Hatukai na wachawi, hatukai na watu wabaya, hatukai na wanaoenda kinyume chetu. Lazima Bwana afagie. Hata huko walitoka makanisani kama hujawaijua, lakini mahali wamekuja kanisani, na hata hapo wakisinywa wanaondoka. Hawezi kuzuia yoyote, wacha waende, wengine wawe na amani. Kuna watu wengine waliondokea ndoa zao ili waishi na amani. Wewe vipi? Haleluya. Amen. Ndio kinakuaka. Hebu rudia vizuri bwana. Rudia. Amen. Bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka. Yaani walikuwa wazuri, wakageukia. Unajua kuna Biblia inasema mahali inasema nguruwe unaweza muosha,
Kuna wengine hapo walikuwa wanasema hata nimekuja hii kanisa nimeshafishika. Kwa mtaka kelele. Lakini sasa hivi wale bwana yasema Kwanza nyinyi mnabembeleza injili. Kuna mtu anafaa kubembeleza njoo kanisani, njoo abudu Yesu. Batimayo hakubembelezwa na mtu aliyenuka mwenyewe. Hata watu wakajaribu kumzuia. Amen. Amen. Kwa mwingine afurahisha na kile. Yaani yeye anataka kuwa mfalme mahali kuna mfalme. Shetani, roho ya shetani alikuja nayo hapa. Giza na nuru haziambatana. Na hata kama kuna mtu alikuwa anawasiliana na hao waovu huko, ndio marafiki zake, hata yeye ataenda. Utamuona. Kuna wale ndugu zetu wanasema wallahi billahi watulahi. Nasema Amen. Ona baba yetu alikuwa na baba wa kiroho, mama wa kiroho, padre wa kiroho, Buddha wa kiroho, grandfather wa kiroho. Grandfather wa kiroho. Kuna baba yetu siku akijua maana ya kumwabudu Bwana, atatafuta baada ya dunia. Siku akijua ndoa ni nini, atatafuta Bwana atulie. Amen. Nimekwambia rudia pole pole. Solomon mpaka liingie kwa watu. Unajua si kila mmoja, hata wengine hawatoki kupenda. Ni Mungu amemuona na ubaya. Mungu anakulazimisha toka wewe. Toka wewe. Toka kwa kusubutu. Amen. Amen. Ili wengine waishi na amani. Ili wengine wakae na amani. Hauwezi kukaa na mpinga Kristo, lakini yeye anamtaja tu kwa mdomo. Hata Yesu anajua, anasema sio wote wanaonipenda. Wengine wananipenda na mdomo, lakini roho zao ziko mbaya. Sasa watu ambao roho zao ziko mbaya, bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Yaani ataondoa pamoja, si kwamba kuna mtu mmoja. Kama kuna watu walikuwa wameshirikiana, kikundi cha waovu, chama cha waovu, wachezaji chama. Oya, namba sadaka hizo. Namba sadaka hizo. Kucheza chama si mbaya. Lakini nimesema chama cha waovu. Ukicheza chama cha waovu utaponiwa pesa yako, utabai. Mwingine alifiwa, tumempatia yeye. Wewe ngoja utadai. Mpaka kinaisha hivi. Wakati wanadai pesa zote chama hapa waje hivi. Walicheza chama. Angalia. Wewe usiogope na kuombea. Mahali walipo watakusa maji. Akendesi. Sasa wewe kutoka nayo imani wewe, umekufunza mara ngapi wewe na usiku. Sasa yeye anadai. Aone mama maombi. Hii jamaa ikijalisha kama wewe ni pasta, itakupiga na chini. Wako wachungie wenzako. Chama cha sukari, chama cha unga kama leso. Wengine walipewa leso 10, wao wamepewa leso 5. Sukari kilo 5, wao wamepewa kilo 1. Unga bandali, wao watapewa kikosi. Wajua kule kitambo zamani, chama kizuri kule kwetu kilikuwa ni chama kimoja tu. Na tena hiyo chama nao wengine ni wanafiki. Cha kulima.
Lakini nao jipange na sima, maana kuna mama wengine wanapeleka sima bwana. Nao wakianguka kwa shamba. Lakini wengine hawajui kulima, wanaruka ruka. Hiyo ilikuwa ni ya chakula tu. Watu wanakuja kwa shamba. Wanakuja hapo saa 12, saa 4 wanakula, saa 7 wakule, wafunge kazi jioni. Sasa wanazungukiana. Sasa wale wako hiyo siku wewe useme ni mgonjwa, hautaki kwenda kulima kwa wenzako. Niliziona mama mwingine akichukuliwa majembe yake yote mpaka ya watoto wake. Hautaenda kulima pamoja ulime pale. Amen. So, sio kila mmoja anaachwa na Bwana ama anaacha ndoa yake ama anaacha urafiki ama anaacha chama ama anaacha kanisa ama anaacha chochote. Kuna watu wanatafuta amani zao, sawa? Halafu kuna mahali unaondolewa ili wakakaa chini wakaulizana, kwani hii shida inaletwa na nini? Ni huyu mwanamke. Leo uko kama ni uchafu na roho baba uondoke. Kama waombi wataomba, wamlilie Mungu, Baba ulituletea Goliathi kwa juu. Na hiyo maombi yule mama anajibiwa. Na unaondoka. Nasikia tu mwenyewe mimi sio mpira hapa na hiyo sio jana tukamjua. Akiondoka yule kijana anaitwa. Kwa hata nilikuwa nakutamani kukuongelesha, lakini nilikuwa siwezi kuongelesha kwa sababu ya huyu kisirani. Lakini wacha nikwambie, sisi tulienda kwa maombi, tulienda kwa pastor. Kamwambia pastor tuombea, akasema yeye haatanishi. Lakini si kwamba nikamwambia sisi sitaki kuwatanisha. Sasa kwamba tunatuwatanisha. Na pastor akafanya hayo maombi. Akaondolewa. Sasa angalia bila amani, tuko na amani. Tafuta bibi mwingine. Ndio. Lakini yule ana kitaka. Unajua maana kitaka? Ana kisirani. Wanaume nanyi ukioa bibi, usimwache hati akitamani wazazi wake asimwambie nao kwa siri. Hata ombea afurahi. Na saa zingine ukipata tumana hata kama ni kaili pamoja. Sina nafasi lakini kula hiyo. Unajua sasa anajua hana nguvu. Mpaka ruhusa itoke kwa Bwana. Sasa zingine kama unatamani kwenda kusalimia, mwambie mwenzako aombe Mungu kasiri. Ama apate nafasi. Muandamane pamoja. Ukachinjiwe kaburi. Akachomwe na makani. Umepesa kitaka ukula kukuajibu wewe. Wajua wewe baka na jibu akakusababisha tu. Naletwa. Na kule nyumbani wengine hawapiki na tomato. Wanalichoma, wanalibandika chumvi na maji kidogo na kalimao. Tuna na kasima hata katikati kanaweka kipara hivi kilimo. Ona tu mvuko unakuja na karuka kubwa. Na rufu ya kuchoma kubwa inaenda mbali. Wewe umezaliwa kutoka kubwa mko hapa. Tengeneza mapenzi mazuri wewe na mke wako. Tunaona kuku akichinja, lakini ukiwa unampiga huyo bibi, ikifika huko akichukuliwa papa ama umeme. Yaani ukienda matendani, lakini ukifika huko unachinja umeme. Yaani huyu bibi anatoa mashaka kila siku. Tena washiriki kule. Hata hujashika huko umeme wameshika. Alafu naomba baba kuna mboga zingine. Wewe hujapitakana uende. Tena unatapika hapo kakuta hata hiyo kule kuku wake hayuko. Najua tu watoto. Tumeni umeme.
Kama kufika Mombasa tunapiga simu Daudi. Halo. Mama nilikuja lakini sijui nani alikuwepa. Nenda kafulo utapata. Maana hakuna mzazi anayependa mtoto wako apigwe. Lakini nao wanapigwa na makosa yao. Lakini mzazi wake aone anatoa kitsinzira huko. Unajua kitsinzira? Amen. Sio rudia hii sentence vizuri, tunamalizia sasa. Bali wao wanaozigeukia njia zao, njia zilizopotoka ambazo ni mbaya, Bwana huyu Mungu atawaondoa, hata waacha mahali walipo, atawaondoa. Bwana ataondoa pamoja na watenda maovu. Wataondoka pamoja na wanaopendezwa na yale maovu, yaani umbea, maneno, whatever, nini, uchawi, ubaya. Amen? Amen. Wote. Ili amani ikae na Israeli. Ili amani ikae na watoto wa Mungu. Ili amani ikae kwa wale walio na hofu ya Mungu. Ili amani ikae kwa wanaonyenyekea kwa Bwana, wanaofanya huduma, kazi nzuri kwa Bwana inafurahisha, lakini hao wanageukia wanaondoka. Wajua, hata nikwambie kitu kibaya. Hakuna kitu kibaya katika dunia mwanaume akae kama mwanamke. Haipaswi mwanaume kuwa mbea. Na wacha nikwambie, ukipata mwanamume mbea, sidhani kama wewe ndio utamaliza ukiwa hapa. Hata kusengenya hata wewe. Umenisikia? Ni vibaya mwanamume kujiunga na wanawake kwa ajili ya umbea. Wanawake waliumbwa na desturi ya kuongea kama wanawake. Watatoa desturi zao. Wataongelea mambo ya matiti, wewe una. Wataongelea mambo ya uchumba, wewe. Wewe ni shoga. Na ndio maana unapoona wazee wamekaa, wamama wamekaa kando yao. Na uende kama wale mama wakapeleka kando wanasengenya wale wazee. Na wazee hawajui, na wakitisha maji wazee wakapewa. Kwa sababu ndivyo walivyo. Wewe ni sawa kwao. Sasa wewe uwe na babu yako ambaye ana kizee. Si ndio? Ana kizee kwa akili kabisa. Alafu kuwa tabasaka na wabani. Utaulizwa wewe utakubali nini? Sawa. Na sifu kama hao mama wako vibaya, ndivyo walivyo. Ndio maana wanaitwa hao. Wewe hata kwa bebe yako wanapepea watu wao. Si kweli? Wewe. Mwanamke wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Hawa. Unisikia nipata akisema hivi. Anaitwa Hawa. Lakini Adam alikuwa tu Adam. Kati. Lakini wanawake Hawa. Yeye anawaza kijibomoa, kama vile baba anasonga leo kesho anabomoa, hivyo ndivyo alivyo. Wewe shindana na wao. Ukiona mwanamke ameenda saluni na amenyamaza mpaka ametoka hivi. Kuna mafundisho mengine alifundishwa. Na ndio maana wakisongana mpaka wengine wanakana. Wewe unanyolewa uko umesimama na unasikiza mdundo tu, ukitoka hapo na zako. Wewe mwenyewe unadaiwa. Haleluya. Amen. Amen. Sio ukija ukiona mwanamume sana na wanawake. Alafu na wewe mwanamume mzima na wewe ingizo kwa hiyo sana. Lakini nyinyi ni tabia zenu, nyinyi ni maua. Mwanamume ni bulisumu. Nyinyi ni maua.
akinyauka amekupea umekuzidi. Haleluya. Amen. Wahuduma wa kike wakikaa mahali si kama wahuduma wa kiume. Labda wameokoka, amemjua Mungu vizuri, lakini kama ni wokovu tu ili mahali aonekane yeye ni bora. So vijana wangu mlio hapa kanisani, mimi sipendi vijana wa kushtua. Ni kushubua ama unajua kuna tofauti ya kushuti na kushutiwa. Nataka vijana kukomaa ili ukuje kupata. Unajua wacha nikwambie, mwanamke alipewa akili nyingine nzuri. Unajua hivyo? Lakini inatakikana ile akili aliyopewa nayo apate akili ya kumzidi, ya kumsaidia. Lakini akipata akili ya dondocha, hata yeye anajua huyu si mwanaume. Kwa hivyo wanawake wanajua mwanaume aliye sawa na anajua mwanaume ambaye hayuko sawa. Mpaka anajua ili nikiendelea nalo nijizezete. Ndio maana ninatafuta mbinu la kukusanya. Haleluya. Wanawake kongole, by the way, wanawake ambao mko kongole. Nitafuteni mbinu ya kukusanya kama nijizezeta, nikunje na kuwa na usemi. Ukikohoa yeye anaitika. Amen. Amen. Haleluya. Amen. So kuna wanawake wengine ni strong sana. Mimi sawa kuenda mahali mama akaambia wewe jamaa za unaongea nini? Maana anajua huyo anaongea mambo ya vuguvugu. Sasa hakuna kizele kabisa. Yaani hategemei kwa neno lolote. Lakini kwa watu wamekaa, watu wamekosana. Nakuwa si hapo huyo hawezi. Kulia. Haya. Masemaji. Akina kuona kwa wewe na wewe. Sio Mungu wako wapi. Haleluya. Yes. So mama wana akili sana hawa watu. Tena wanaweza kuangalia akajua wazi huyu. Kwa mbeleni itakayokuja, mimi ndio nitakuwa mwandishi wa mali yake. Fanya hivi, haya. Fanya hivi, haya. Fanya hivi, akijua atakudondoa nywele zote mpaka umeisha mpaka haumei tena nywele, anakuacha. Unajua kunyolewa zingine za kunyolewa zinaondoka. Ushawahi kuona yule mnyama anaitwa nani? Anajua kudondoa. Sasa hivi. Sasa ndio maana Delila alipojua tu huyu amezubaishwa na matiti, akawa akipika kula na muonyesha tu matiti wake. Samson naye anasema hiyo. Yule zikaenda. Hata ukijulikana unasumbua sana Daudi, wewe unatumaniwa sinepa nani? Au unatumaniwa nani? Mwanamke. Unajua mwanamke akitaka kuua ni rahisi sana. Si kweli? Mwanamke ukitaka kuua mume wako ni rahisi. Wewe hauna nguvu kama mwanamke wako. Anaweza kukupatia sima na mboga nzuri. Ukalala kipofu, akamuka asubuhi, akapanga mahesabu yote. Akasema ngoja nimsamehe. Alafu akaja akakuletea sumu. Na ukakufa vizuri. Na wakakuacha. Lakini wanawake walipewa akili. Na ndio maana mwanamke yoyote anaweza olewa na mwanamume ambaye ni mkubwa na akamdhibiti. Si ndio? Lakini mwanamume hawezi akadhibitiwa. Bila kwambia, ukiolewa na sugamani utadhibitiwa. Upendo usipende utadhibitiwa. Lakini mwanamke atakudhibiti hata kama wewe ni mzee. Na atakutuliza.
nakwambia na uzee wako wote tulia. Bwana amekuwa ile mamlaka. Haleluya. Amen. So makofi kwa wanawake kidogo. Ukaidiwa meli. Naambia wazazi wako hata hivi karibuni nanunuliwa meli. Hata wazazi wanakujangaa. Hata mali yenyewe hujatolewa. So Mungu atubariki kwa sababu ya hiyo ibada ambayo tumekuwa. Haleluya. Amen. So kuna vitu vingine hatuwezi kuvifanya kwa sababu ya masaa na wakati, kwa sababu kuna kitu tunataka tukifanye. Sawa? Si ni sawa? Tukubaliane. Tukubaliane ni jamani. Amen. Amen. Asante. Hata unaweza ondoa na hiyo pia kabisa. Yaani hata ondoa kila kitu. Uniache mimi peke yangu. Amen. So pige makofi mazuri kwa hiyo.